Ya kukufahamisha tulokuandalia ni kwamba serikali imejizatiti kufufua sekta ya pamba na viwanda vya mavazi humu nchini kama kichocheo kikuu cha ukuaji wa uchumi. Haya ni kwa mujibu wa Katibu wa Wizara ya Viwanda Dr. Juma Mukhwana, ambaye alitoa kauli hiyo akiwa nchini Benin akiongoza ujumbe wa Kenya kutoka idara ya viwanda na Rivatex East Africa Limited. Nchi hiyo ya Afrika Magharibi ni mojawapo ya wazalishaji wakuu wa pamba barani Afrika. The government of Kenya has approved through the cabinet the leasing of Rivatex East Africa Limited, which is based in Eldoret, which is a government factory with quite a bit of capacity, but currently has been having challenges with operational capacity of just about 20%. So the demand for the products that Rivatex is producing is quite high, given that we have nearly 40 textile factories at our EPZ in Athi River. We came here to see what they are doing and what was there in the tender, whether they will meet the threshold, so that we can award them the tender to one of those the tenderers. Government has given their own extended subsidy and support in terms of the labor employment. They are giving each labor 1 year free of cost. They are paying there and we are employing them here. And for the graduate training also, government is supporting approximately 250 people. Na tukielekea pwani ni kwamba wakazi wa kaunti ya Kwale wametakiwa kuangalia na kuwasilisha miradi ya zamani na ambayo inahitaji kurekebishwa kwenye vikao vya kushirikisha umma katika ukadiriaji wa bajeti za kila mwaka. Kwenye kikao cha kuwahamasisha jamii eneo la Kinondo kuhusu jinsi ya kuwasilisha mapendekezo yao ya miradi kwa bunge la kaunti na idara za serikali ya kaunti, imebainika kwamba miradi mipya imekuwa ikianzishwa huku ya awali ikikosa kukamilishwa. Naweza kuhitaji kuweka bajeti, kurekebisha kipi na kufanya kipi kipya so that tusonge mbele, kwa sababu tukienda tu kufanya maendeleo mapya bila kuangazia yale yaliyopita, itafika mahali tuwe na white elephants nyingi, project ambazo zimefanywa na hazifanyi kazi yoyote, of which itakuwa ni hasara kwetu kama viongozi na kwa watu wetu ambao tunawaongoza. Kwa hiyo lazima tuhakikishe kwamba kila ambacho kimeharibika kinarekebishwa ili kiwe useful kwa wananchi wa kawaida. Kuna umuhimu wa kufuatilia ndio tujue viongozi wenye tunawachagua wanasaidia vipi baada ya sisi kuwachagua wao. Makundi ya wanawake katika kaunti ya